Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hasa kile kilichokuwa kinasubiriwa kwa wapenzi wa soka hapa Tanzania tayari kimeshakwisha kukamilika. Bodi ya ligi imeshakwisha kutoa ufafanuzi juu ya dabi ya Kariakoo ambayo kwa mara nyingi zilitokea taarifa tofauti juu ya swala hilo, lakini leo bodi ya ligi wameweza kulitoa ufafanuzi, na moja kati ya taarifa ambayo imekuwa ikizunguka sana katika mitandao ya kijamii ikionyesha kwa maelekezo ambayo yametolewa na bodi ya ligi TFF. Bana, taarifa yenyewe inasomeka hivi: Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS imelitupa rufaa ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba CAS 2025A/11198 ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo namba 184 wa ligi kuu ya Tanzania bara Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Walalamikiwa wengine katika shauri hilo ambalo pamoja na mengine klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangiwe tarehe mpaka itakapotolewa uamuzi na bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba. Kutokana na uamuzi huo wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maamuzi yake ya kuhitimisha msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara wa 24-25 na kufanya maboresho ya ratiba mpya, ikiwemo mchezo huo namba 184 wa Young Africans dhidi ya Simba, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo bodi ya ligi na TFF wameweza kutoa taarifa hiyo kuhusiana na kinachoendelea, na unavyoambiwa kwamba mchezo utapangiwa tarehe, ina maana kwamba mchezo utakuwepo pale. Lakini tumejaribu kufuatilia taarifa hii kwa undani zaidi. Kuna moja kati ya mchambuzi mmoja wa masuala ya mchezo ameweza kuandika Yanga imerudishwa katika kamati ya rufaa ya TFF na CAS. Na CAS wamesema kwamba Yanga walitakiwa kuanzia katika kamati ya rufaa ya TFF kwa mjibu wa kanuni za TFF na bodi ya ligi TPLB na CAS. CAS wamekubaliana na hoja za TFF na Simba Sports Club ambazo ni miongoni mwa washtakiwa wa CAS. CAS hawana mamlaka ya kutaka mechi ya dabi isipangiwe tarehe nyingine. Rufaa ya klabu ya Yanga imekataliwa na CAS, hivyo ni rasmi wameshindwa rufaa yao ambayo walipeleka CAS. Shirikisho la soka Tanzania TFF na Simba Sports Club wao wamewasilisha hoja zao na CAS wamekubaliana na hoja zao, na Yanga wanatakiwa waanzie kwenye kamati ya rufaa ya TFF. Baada ya hapo kama suluhu haitapatikana basi ndipo waende CAS. Kwa moja ya taarifa hii ambayo tunaendelea kuipata, pia Mauridi Kitenge ameweza kuandika klabu ya Young Africans ya Dar es Salaam imeshindwa kwenye kesi yake ya awali iliyofungua kwenye mahakama ya usuluhishi ya masuala ya michezo duniani CAS dhidi ya shirikisho la soka la Tanzania TFF na bodi ya ligi TPLB na Simba Sports Club, ikiomba ipewe alama tatu sambamba na kuitaka CAS izuie tarehe nyingine ya dabi isipangwe mpaka kesi ya msingi itakapomalizika. Hatua hii imekuja mara baada ya Simba kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo iliyokuwa unatakiwa kuchezwa Machi 8, 2025, hali iliyopelekea wananchi kupeleka kesi hiyo CAS wakigomea mechi hiyo kuchezwa tena kwa wakati mwingine na wakishinikiza wapewe alama 3 na magoli 3. Kwa mujibu wa barua ya CAS iliyotolewa leo Mei Mosi 2025, kwenye hukumu hiyo CAS imesema haina uhalali wa kisheria wa kusikiliza kesi yenye kumbukumbu namba 2025/A/11298 tia kesi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. TFF na bodi ya ligi
TFF na bodi ya ligi kabla haijapitia kwenye mamlaka za kisheria za TFF. Hivyo CAS imelifunga rasmi na kuliondoa shauri la Young Africans kwenye mfumo wake wote mpaka pale mashauri yaliyowahi kuletwa na kubainishwa kuwa ni maagizo haya hayana gharama zozote zaidi ya ambazo zilipaswa kulipwa isipokuwa kiasi cha shilingi milioni 3 ambazo Yanga walitakiwa kuzilipa wakiweza kurejesha hazitaweza kurejeshwa kutokana na kulipia gharama za mahakama hiyo. Moja kati ya taarifa ambayo watu walikuwa wanaisubiria kwa hamu na mimi nikasema nikuletee taarifa kama hii ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Mpaka sasa Young Africans wameshakwisha kuchukua ubingwa wao wa kombe la muungano huko Zanzibar, lakini kwa taarifa za kushitukiza kabisa wanakutana na taarifa hii ambayo rufaa yao walokuwa wanaisikilizia kutoka CAS imetupwa nje na moja kwa moja kwamba wameshakwisha kushindwa shauri lao. Na katika taarifa ambayo imetolewa na CAS wameitaka Young Africans kuanzia katika kamati ya rufaa ya TFF. Kama wasipopata haki yao katika rufaa hiyo, basi ndipo waende CAS. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vimeagizwa na CAS ni kwamba Young Africans waende kwanza katika kamati ya rufaa ya TFF na baada ya hapo ndipo wataenda CAS. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na TFF, wao wanasema wanapanga tarehe ya mchezo huo ikiwa pamoja na kwamba TFF wao ndo wanatakiwa wasikilize rufaa hiyo. Ni wazi kwamba TFF wana mamlaka ya kupanga mchezo huo kutokana na kwamba wao ndio wasimamizi na wao ndo waendeshaji wa ligi. Kwa hiyo kama Young Africans atagomea katika mchezo ambao utapangwa na tarehe mpya na TFF na bodi ya ligi, basi ni dhahiri shahiri kwamba hata kama wakipewa pointi Simba watakuwa ndani ya sheria na Young Africans watakuwa wamepokwa alama hizo na watakuwa tayari kwa adhabu yoyote. Mara baada ya kutolewa taarifa hiyo, wa Young Africans hawajatoa taarifa yoyote juu ya maagizo hayo na oda ambazo zimetolewa na CAS juu ya shauri lao ambalo limetolewa ufafanuzi leo Mei Mosi. Mpaka sasa Young Africans hakuna taarifa yoyote iliyotolewa katika ukurasa wao na katika mitandao yao ya kijamii. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinasubiriwa kwa hamu sana, na mimi nikasema nikuletee chap kabisa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo katika hali hii ya sintofahamu ambayo watu wengi walikuwa wanaisubiria kwamba ni vipi TFF watakuja na suluhisho lao juu ya kesi hii. Ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinaumiza vichwa vya mashabiki na wapenda soka kwamba mechi itakuwepo au haitakuwepo. Kwa nukuta hii unaona kabisa kwamba mechi itakuwepo na haina kipengele. Lakini pia klabu ya Young Africans wao walisema hawatacheza mechi nyingine mpaka pale CAS watakapotoa ufafanuzi na watakapotoa hukumu juu ya kesi hii. Kwa hiyo Young Africans watatakiwa kucheza mchezo huo kwa sababu pia wao walisema hawatacheza mchezo mpaka pale hukumu itakapotolewa, na leo hukumu imetolewa. Kwa hiyo Young Africans watakuwa tayari kucheza mchezo huo ambao utapangiwa tarehe siku nyingine na tarehe nyingine, kama jinsi ambavyo TFF walivyosema kwamba ni mara moja watapanga tarehe ya mchezo huo na siku ya mchezo huo wa dabi ya namba 184 ambayo namba 184 mchezo ambao ulitakiwa kuchezwa Machi 8 na ukaahirishwa. Nikutaarifu tu kwamba endelea kubaki nasi ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania, na hii hapa ni HNet Media ambayo inakuletea taarifa za michezo. Endelea kubaki nasi katika update zingine. Bye bye.